Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika maombi ya ukombozi yanayokuja kwako na Pastor Miamba wakati wa saa 9 usiku, na ninasoma katika kitabu cha Samueli sura ya pili, Samueli wa pili sura ya 7 mstari wa 12. Maandiko yanasema, nawe siku zako zitakapotimia utalala na baba zako, nitainua mzao wako juu yako atakayetoka viunoni mwako, nami nitaufanya imara ufalme wako. Sasa nilikuwa namuuliza Mungu juu ya hiyo sentensi ya kwanza na sentensi ya pili. Nitakuelezea hiyo sentensi ya kwanza, kile Mungu amesema na mimi. Nimemuuliza Mungu maana yake nini. Nilikuwa napita hapo katika kusoma kwangu Biblia, nilikuwa napita hapo usiku na nikaona Mungu ananisemesha kwamba nawe siku zako zitakapotimia utalala na baba zako. Niliona hiyo mstari. Halafu nikamuuliza Roho Bwana nifundishe hapo. Akanifundisha kitu ambacho mara baada ya kunifundisha akaniambia ndio ibada yangu ya wakati huu kwa watu wangu. Anasema hivi, nawe siku zako zitakapotimia. Maana yake ni kwamba kila mwanadamu ana siku zake, na mpango wa Bwana unasema hivi, tutawaona watoto wetu wakioa na kuolewa. Tutaona watoto wao wakioa na kuolewa. Tutaona watoto wao wakiwa na watoto tukiwa na afya njema. Ni jambo ambalo Mungu huwa anapanga kwa ajili ya watu wake, kuwabariki. Kwa hiyo anasema hivi, siku zako zitakapotimia, kwamba yote yameshatimia, utalala na baba zako. Na utaona kabisa ya kwamba maneno haya hayaona ubaya wala kuogopa ya kwamba ipo siku utalala. Lakini kinachokuja kuangaliwa ambacho tutakishughulikia leo usiku huu ni neno linalosema siku zako zitakapotimia. Maana yake ni nini? Kuna siku huwa zinakatishwa kwa sababu mbalimbali. Kuna siku huwa zinakatishwa ambazo mtu anakufa kabla ya wakati wake. Inaitwa premature death. Sasa usiogope sana tunapoongea mambo haya, kwa sababu tunataka tunyoshe mapito ili isitokee ukafa kabla ya wakati wako. Isitokee watoto wako wakafa kabla ya wakati wao. Isitokee vizazi vyako vikawa vinakufa kabla ya wakati wao. Kwa sababu kuna neema ambayo Mungu anaenda kuiachilia. Hiyo neema itaenda kuruhusu ya kwamba usiwe na premature death, usiwe na vifo kabla ya wakati. Sasa hii kifo kabla ya wakati unaweza kuogopa sana, kwa sababu kuna watu wengine wakisikia hivi vitu wanaogopa. Lakini nataka nikuhakikishie ya kwamba hiyo ni roho chafu ambayo huwa inaweza ikatembea hata kwenye biashara, hata kwenye vitu mbalimbali. Unakuta vitu kabla ya kutimia vinakufa, kabla ya kufanikiwa vinaondolewa, kabla ya kufika kwenye hatima vinakufa. Yote hiyo inaweza ikawa ni kitu ambacho kinaongelewa kwa utimilifu wa muda. Mimi nachotaka nikiombe hapa wakati huu, usiku huu, maombi ya ukombozi, nataka unielewe vizuri sana ya kwamba plani ya shetani ni kukuondoa kabla ya muda wako. Plani ya Mungu ni kukufanya uishi mpaka uone uzee wako mtimilifu. Kwa hiyo tutaenda kuusimamia mpango wa Mungu na tutaenda kuondoa mpango wa adui. Hizi ajali nyingi unazoziona zinatokea ni mpango wa giza ambao lazima tupatikane makuhani tutakaopeleka ibada za namna hii kwa watu wetu, halafu tukajiambatanisha na ibada za namna hiyo tukaishi. Akasema nimeweka uzima, nimeweka mauti, nimeweka laana, nimeweka baraka. Anasema chagua uzima upate kuishi. Maana yake ni nini? Maandiko anasema chagua uzima upate kuishi, kwamba kuna vitu utakapokutana navyo vinakupa kuishi, na moja ya kitu ulichokutana nacho basi ni kuisikiliza hii ibada. Ni kitu ambacho umekutana nacho ambacho kitakufanya uishi. Kwa sababu shetani atakapotaka kunyanyua vita ya kukuua kwa namna yoyote, ibada hii itasikika
ibada hii itasikika. Na najua vile utakapoachilia na sadaka yako, ile sadaka yako itaenda kuning'iniza maombi haya kwenye kiti cha enzi, kwamba mara adui atakapotaka kunyanyua ajali wa yoyote, sadaka ile itapiga kelele kusema mimi ni sadaka ninayoongea mema, kinyume na premature death, kinyume na mauti kabla ya wakati. Kwa tunapoenda kuyakataa mauti kabla ya wakati, chochote kitakachokatiza kitahukumiwa na ibada hii. Iwe ni magonjwa kitaka kukuvamia ili yakuue, yatahukumiwa na ibada hii, kwamba huyu mtu hafi, huyu mtu hatakufa kwa jina la Yesu. Kwa hiyo tunaenda kuomba maombi haya. Chochote kitakachotaka kufanywa na adui. Unajua adui anaweza anataka kuleta uharibifu. Anaweza katengeneza kimbunga, kije kipanue, kitoe paa lako, likuangukie ufe. Lakini kila plani ya shetani huwa inachallenjiwa, huwa inahukumiwa, huwa inashtakiwa na ibada mbalimbali ambazo muamini huyo ameziomba. Ibada mbalimbali ambazo muamini huyo sadaka yake inaonekana mbinguni, kama vile Mungu alivyomwambia Kornelio, akasema sadaka yako na maombi yako vinaonekana huko mbinguni. Kwa sababu gani? Sadaka huwa maombi tunayabebesha kwenye sadaka. Kwa hiyo sasa tunapoenda kinyume na premature death, unaona kabisa ya kwamba mimi huwa naombea watu wengi, alafu wanaona na mwana wanasema huyu hivi asingekuja kuombewa tumempoteza, huyu hivi asingekuja kuwekewa mikono amepotea. Yaani unaona kabisa kwamba Mungu wakati wote anatuwazia aliyo mema, anapambana kila siku. Mungu anaupiga mpango wa shetani. Ukitokeza huku unakutana na mtumishi wa Mungu mwenye nguvu za Mungu, anakusaidia, anakutamkia neno, unapona. Ukitokeza huku unakutana na ibada kubwa kama hii, unajiambatanisha nayo, unapona. Kwa hiyo mauti na uzima vipo mikononi mwa mwanadamu, ambapo anachagua. Biblia inasema chagua uzima upate kuishi. Moja ya kuchagua uzima kuishi ni kukemea premature death, ama mauti kabla ya wakati. Watoto wako wataishi, wewe mwenyewe utaishi. Haijalishi umeambiwa hospitalini unaumwa nini, na kuhakikishia utaishi kwa jina la Yesu. Haijalishi umekatishwa tamaa kwa namna gani, na kuhakikishia utaishi kwa jina la Yesu. Unajua nguvu za Mungu, Biblia inasema ikiwa yule Roho aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, huyo Roho anaenda kuhuisha vyote vilivyokuwa katika hali ya kufa ndani yako. Maana yake ni nini? Kama macho yako yalikuwa hayaoni vizuri, Roho Bwana anaenda kuyahuisha, anaanza kuona tena. Kama mwili wako viungo vilikuwa vya ndani vimeanza kupata madhara, Roho Bwana anahuisha, vinaanza kupata nguvu tena. Kama mwili wako ulikuwa unaelekea kuchoka, Bwana anahuisha mwili wako kwa Roho Mtakatifu, unaanza kuona tena, mpaka ahadi ya Bwana iliyotimia, iliyowekwa ipate kutimia. Kwa unapoisikia ibada ya namna hii na kujiambatanisha kwa ibada kubwa ya namna hii, nini kinachotokea? Unaanza kurejeshewa vitu ambavyo vilikuwa vinakupeleka uone mauti. Unaanza kuona uzima, unaanza kuona kustawi, unaanza kuona neema. Nataka niombe na wewe. Ninataka nikemee giza, nataka nikemee mauti, nataka nikemee uharibifu, na utajishangaa unatembea kwa ushindi usio wa kawaida. Na premature death haitakuona. Ajali nyingi unazoziona, mauti nyingi unazoziona hazijatoka kwa Bwana, bali ni ile roho chafu inayokatisha maisha ya watu, ambayo wewe haitakuona kwa jina la Yesu. Nataka niende mbele za Bwana niombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, ninakuja mbele zako kwa kukushukuru wewe. Asante kwa ajili ya ibada nzuri ambayo umeiachilia wakati huu, na nguvu zako na uweza wako kutoka juu. Umenisemesha nami umenipa neema ya kusema. Umenisemesha na kunituma niseme kwa watu wako. Ninajua ya kwamba mtoto wako huyu umemkusudia yaliyo mema, ya kwamba auone uzee wake mtimilifu, akaone watoto wa watoto wake wakifanikiwa, akiona watoto wa watoto wake wakioa na kuolewa
katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, ninatangaza ndani ya maisha yako, nguvu ya Bwana ikakufunike. Maneno haya yakawe ni agano, yakakufuatilia wewe na watoto wako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maneno haya yakafuatilia watoto wako. Roho Bwana, asante, kwa maana maneno haya yanapoenda kufuatilia maisha yetu, yanaenda kuwafuatilia na watoto wetu, wanaenda kusimama kwenye agano katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tukienda kinyume na premature death, tukienda kinyume na roho chafu za mauti kabla ya wakati, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, Baba, ninaomba rehema na neema zako zinapoenda kutembea kwenye maisha haya, ukatengeneze agano kwa watoto wako hawa. Tengeneza agano la kuinuliwa kwao, tengeneza agano la kustawi kwao, ili kusudi lako lipate kutimia. Bwana, watoto wako wakaone watoto wa watoto wao wakifanikiwa. Mungu aliye hai, tunataka kuona vizazi vyetu vikifanikiwa. Tuwaone watoto wetu wakioa na kuolewa, wakizaa, wakipata watoto kwenye familia zao, wakitembea kwenye mahusiano mazuri, wakitembea kwenye ndoa njema, wakiolewa, wakioa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, ninabatilisha mipango yote ya nguvu za giza. Ninaharibu wakuu wa giza, ninaharibu ajenda zao, ninazibatilisha ajenda za kichawi, ninabatilisha ajenda za kipepo, ninabatilisha uchawi wa familia, ninabatilisha uganga wa ukoo na uchawi wa ukoo unaonena premature death juu ya mtoto wako anayenisikia wakati huu. Ninabatilisha, havitasimama kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwanakondoo. Ninabatilisha, havitaonekana kwenye maisha ya mtoto wako huyu kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwanakondoo. Baba, asante kwa mafuta ulioyaachilia na nguvu zako na ushindi wako. Asante kwa mafuta ulioyaachilia kwa damu yako na ushindi wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, Baba, nalibariki na kuliinua jina lako. Asante kwa ajili ya neno la agano uliloliachilia kwa watu wako. Umewapa neema ya kusikia usiku huu saa 9. Umewapa neema ya kusikia. Roho Bwana, ninaomba kila aliyesikia akatembea kwenye agano. Roho Bwana, ninaomba kila atakayeweka agano kwa sadaka yake, agano ikatembee na kwa watoto wake. Roho Bwana, ninaomba neema yako, ijapokuwa watoto wetu hawatakuwa na taarifa za kutosha juu yako, we Mungu aliye hai utaenda kuwapa taarifa kwa jina la Yesu. Utawainulia manabii wa ukweli, utawatenga na manabii wa uongo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Utawatenga na huduma za kiroho za uongo, utawaunganisha na huduma za kweli zilizotoka kwako, we Mungu wa kweli. Utaunganisha watoto wetu na watumishi wema walioitwa kutoka kwako. Wale watumishi wako utawaunganisha nao, maana Bwana, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa chako. Roho Bwana, tunaimarisha vyanzo vya neno lako kwetu na kwa watoto wetu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, umetupa neema ya kuisikia kweli. Tupe neema ya kuishi hata tuone watoto wetu, tuwahubirie watoto wetu, tuwawekee mikono watoto wetu, nao watumike kwa jina la Yesu kwa ajili ya vizazi vijavyo. Baba, nalibariki na kuliinua jina lako. Asante kwa mafuta yako, asante kwa nguvu zako. Sifa na heshima vyote ni vya kwako we Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Ibada hii ni ibada yako, ni ibada yako, kwa sababu unatakiwa kuishi. Adui anapokutana na ibada ya namna hii kwenye maisha yako, hiyo ibada inakuwa ni pigo kwa shetani, kwa sababu vipo vitu vingi ambavyo huwa anavileta, lengo lake ni kumuondoa mtu. Lakini inapokutana na ibada namna hii, ujue kabisa ya kwamba wewe ni salama. Kuna familia nyingine ambazo zina maagano ya kutokuishi muda mrefu. Kuna familia ambazo zina maagano ya mateso. Kuna familia ambazo zina maagano ya kutoona kizazi na kizazi. Kuna maagano ambayo yanasema utaishi kwenye kizazi kimoja. Kuna familia nyingine zina maagano ya vizazi viwili. Familia nyingine zina maagano ya vizazi vitatu. Unakuta muda mwingine unaingia kwenye mahusiano, unaingia kwenye ndoa ambayo ina maagano ya vizazi viwili. Yani kwa maana ya kwamba yeye akiona mtoto wake basi anatakiwa kufa. Yeye akiona mtoto ama akiona mtoto wa mtoto wake anatakiwa kufa. Lakini
lakini lipo agano la Bwana tunaloliweka katika kiti chake cha rehema na kiti chake cha enzi. Utawaona watoto wa watoto wako wakioa na kuolewa, hata kizazi cha 3 na cha 4 utaona wakioa na kuolewa. Utasherehekea, jicho lako halitapofuka. Utaona kwa macho yako haya ya mwilini, utaona kama Bwana wangu aishivyo. Unaweza ukashika sadaka yako njema sasa, utaenda kuiachilia hiyo sadaka kwa imani. Shika sadaka ya imani. Ishike sadaka ambayo itakapoenda mbele za Bwana ipige kelele kweli kweli kwa ajili ya maisha yako. Utaishika hiyo sadaka. Kama ni mna familia, mna mahusiano mazuri, unaweza ukatoa mkaungana familia mkatoa sadaka ya familia. Ama wewe unaweza ukasimama ukashika sadaka yako ambayo unaona hii inanena si kwa ajili yangu tu, bali ni kwa ajili ya familia. Utajua ubora wa sadaka hii, ninaiandaa kwa ajili ya watoto wangu lakini kwa ajili ya familia. Unaweza ukafanya hivyo. Sadaka hiyo itaenda kupiga kelele kwenye kiti cha enzi. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako ya kutengeneza agano la kuishi na kuwaona watoto wa watoto wako, kuona kizazi, lakini pia hilo agano kinyume na roho za mauti, premature death. Utaenda kuiachilia hiyo sadaka kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.